la dhidi ya Uzbekistan. Mabao matano hayo yaliwapatia alama 3 Portugal na kuwapeleka kwenye hatua ambayo ni nzuri sana. Kwanza ni mchezo ambao ulikuwa umegubikwa na hisia nyingi sana. Ureno atafanya kitu gani katika mchezo huo? Walikuwa wanastahili bila shaka ushindi dhidi ya Uzbekistan. Kiwango cha namna gani ambacho walikishoa kwa namna ambavyo umewatazama Ureno? Nafikiri ni performance bora sana walionyesha Portugal, na mchezo ambao ulikuwa unatoa nafasi kwa Portugal kufanya kile kilicho bora baada ya kuzibwa kwenye mchezo wa kwanza kupata sare dhidi ya DR Congo. Lakini mchezo wa jana mwalimu alikuja amejipanga zaidi. Hata kikosi ambacho kilianza jana kulikuwa na baadhi ya mabadiliko machache tu. Bernardo Silva hakuanza kwenye mchezo wa jana. Mabadiliko ya wachezaji wawili tu. Yes. Bernardo hakuanza jana pamoja na Araujo hakuanza, ila wengine waliosalia nafikiri walianza kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo hata namna ambavyo wapinzani wao walikuwa wanacheza ni wapinzani ambao walikuwa wanaonekana kwamba ni timu ambayo inaenda kumalizia kuchagiza ushindani kwenye kundi K. Mfano mpaka sasa hawana alama hata moja, lakini wameruhusu takriban mabao 8 na wao wamefunga bao moja, kwa wana asi 7. Kwa hiyo ni timu ambayo ilikuwa inaonekana kwamba inaweza ikamaliza kwenye nafasi ya 4 ambayo iniangusha kwenye kundi kutokana na ushiriki wake. Lakini Portugal ilikuwa inapewa nafasi kubwa pengine ya kuongoza kundi, lakini mpaka sasa wana nafasi ya kuongoza kundi japo wapo kwenye nafasi ya pili, bado mchezo mmoja. Colombia anaongoza akiwa na alama 6, lakini si mbaya. Performance ya jana nafikiri ilitoa funzo kwamba Portugal kumbe na wao wapo. Performance bora ya Cristiano Ronaldo, anafunga mabao mawili, si mabao ambayo unakasema ni yale ya unga mwana. Hapana, ni mabao ambayo ni ya kiufundi. Yaani ukisema Ronaldo ni mchezaji bora duniani, inajidhihirisha kutokana na aina ya mabao ambayo aliyafunga jana. Setup nzuri ya bao la kwanza, namna ambavyo mpira aliugeuza kwenye mguu wake, chuma ikaenda kuzama kambani. Pasi nzuri sana ya Joao Cancelo. Na bao ambalo alifunga jana Cristiano Ronaldo la kwanza, alikosa nafasi kama hiyo kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya DR Congo. Aliwekewa pasi nafikiri na bwana mdogo ambaye aliingia kipindi cha pili, kwa maana ya Conceição. Yes, Conceição alimwekea pasi kama hiyo, aliupiga mpira kwa kasi hiyo, lakini ulitoka nje sentimita chache. Kwa hiyo ni mabao ambayo yalikuwa ya kiufundi zaidi ambayo Cristiano jana kayafunga. Lakini nilifurahishwa jana na namna ambavyo Portugal alikuwa anacheza kitimu zaidi. Hata bao ambalo alifunga Nuno Mendes, free kick, angalia namna ambavyo maelekezo yalitolewa pale kati yake na Cristiano Ronaldo. Maeneo kama yale tumezoea sana Cristiano akipiga yeye kwa mipira free kick. Sio tu kwenye timu ya taifa ya Portugal, hata kwenye vilabu ambavyo amepitia, Manchester, Real Madrid, Juventus, amekuwa akipewa nafasi ya kucheza mipira ya free kick kwenye mazingira kama yale. Lakini angalia alivyomsetia, anakumwachia Nuno Mendes, anafunga bao nzuri kabisa, Rakideo, free kick moja nzuri sana. Kwa hiyo jana nilivutiwa binafsi, pasi ya bao la pili kutoka kwa Bruno Fernandes, nafikiri ndio vitu ambavyo watu wa Portugal walikuwa na vimiss. Eneo la katikati Vitinha alivyokuwa na pacha na João Neves, moja ya combination ambayo ilikuwa bora sana. Joao Cancelo ambaye alikuwa anatumika kama wingback, anapanda anashuka, anapanda anashuka. Una Nuno Mendes ambaye anapanda anashuka. Kwa hiyo binafsi jana kama Portugal angeshindwa kupata matokeo tungewazungumza zaidi, lakini wameshinda na timu ambayo ilikuwa inaonekana kuonyesha ushindani ni vigumu sana kwenye kundi K. Nafikiri wali deserve. Pengine kinacholeta shida ni idadi ya mabao. Pengine walikuwa na idadi zaidi ya mabao hata 5 ambayo Portugal waliyafunga. Lakini hata Ronaldo pia baada ya kumaliza mechi alizungumza kwamba anataka kuambia watu kama bado nipo. Umri umekwenda lakini bado nipo, nina uwezo wa kufunga. Kwa hiyo nyakati zinakuja na zinapita. Nyakati mbaya huwa zinakuja, utapata nafasi utakosa, lakini pale nyakati nzuri zinavyokuja kuna baadhi ya watu ambao unawapa furaha. Jana wamepata furaha shabiki wa Cristiano Ronaldo, lakini consistency ambayo ilionekana jana watu wanatamani kuiona hata kwenye michezo mingine ambayo itakuwa inaendelea.
Fikiri na mchezo mgumu dhidi ya Colombia. Na by the way ndio mchezo ambao utaamua nani ambaye ataongoza kundi. Maana kama Colombia atapoteza kwa idadi yoyote ya mabao, Portugal atakuwa kinara wa hilo kundi. Lakini kama atatoa sare, basi kinara atakuwa ni Colombia. Lakini mchezo huo bado upo na uzuri watakutana wao kwa wao. Na Cristiano Ronaldo amevunja rekodi by the way. Ndio. Toka anza kushiriki kombe la dunia 2006 kafunga consistent, yani kafunga mfululizo. Yani kila 2006 alifunga bao kwenye World Cup, 2010 alifunga pale South Africa, 2014 pale Brazil alifunga Brazil, 2018 alifunga pale Russia, 2022 alifunga pale Qatar, na ya 2026 amefunga pia akiwa kwenye mashindano ambayo yameandaliwa na nchi tatu, Marekani, Mexico na Canada. Kwa hiyo amekuwa ni mchezaji pekee ambaye amefunga mfululizo kwenye finali 6 ambazo amecheza kama mchezaji. Na anakuwa binadamu wa kwanza. Na binadamu mwingine ambaye amefunga finali nyingi sana ni Lionel Messi ambaye aliandika rekodi hiyo kwenye finali 5 za kombe la dunia. Lakini Cristiano Ronaldo finali 6 za kombe la dunia, zote mwanaume huyu akiingia kambani. Na by the way amekuwa yani rekodi zao za Messi pamoja na Ronaldo ndio wachezaji wadogo zaidi kwenye taifa ama kwenye mataifa yao kuwahi kufunga kwenye finali za kombe la dunia, na ndio wakongwe zaidi. Kwa hiyo ni rekodi ambazo wao wenyewe wamekuwa wakijivunia za mtindo huo. Lakini pia Cristiano Ronaldo michezo ya finali za kombe la dunia, jana akifunga mabao mawili, amefikisha mabao 10 kwenye finali hizo, na akivunja rekodi na kuwa mfungaji bora wa muda wote kwa maana wa ambaye amefunga mabao mengi ya kombe la dunia kwenye taifa la Portugal. Kwa rekodi ziko namna hiyo. Mbali na mchezo huo pia Panama